Tukielekea huko Afrika ya Mashariki nchini Uganda, mkuu wa jeshi la Uganda amemtishia kifo kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Mkuu wa jeshi la Uganda ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni ametishia kumsaka na kumuua kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye yuko mafichoni baada ya kukimbia uvamizi nyumbani kwake. Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliandika kupitia ukurasa wake wa X mnamo Jumanne ya Januari 20 kwamba walikuwa wamewaua wale waliowaita magaidi 22 wa chama cha NUP, chama cha Bobi Wine, na kwamba anatazamia wa 23 atakuwa Kabob, kwa maana ya Bobi Wine. Kiongozi huyo upinzani ambaye aliwania urais kushindana na Rais Museveni alitangazwa na tume ya uchaguzi kushindwa na Museveni, na tangu Jumamosi amekuwa mafichoni baada ya kuvishutumu vikosi vya usalama kutaka kumteka. Mvutano baada ya uchaguzi nchini Uganda umezidi kuongezeka wiki hii baada ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo kumtishia hadharani kiongozi wa upinzani Bobi Wine, huku mamlaka zikizidisha ukandamizaji dhidi ya wapinzani kufuatia kuchaguliwa tena kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa kiume wa Museveni na mkuu wa majeshi ya Uganda, amesema kwenye mtandao wake kwamba alitaka Wine auawe siku chache baada ya kiongozi wa upinzani kusema alilazimika kujificha kufuatia uvamizi nyumbani kwake. Matamshi ya Kainerugaba yalikuja baada ya Museveni mwenye umri wa miaka 81 kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika wiki iliyopita kwa kupata 71.6% ya kura na kupata muhula wa 8 madarakani. Mwanasiasa mwenye umri wa miaka 43 ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi alimaliza kuwa wa pili kuwa na 24% kulingana na matokeo rasmi ambayo yamekosolewa na waangalizi wa uchaguzi na mashirika kutetea haki za binadamu. Katika chapisho tofauti alimpa Wine masaa 48 kujisalimisha kwa polisi, akitishia kumchukulia kama mhalifu akiwa atashindwa kufanya hivyo. Wine alikashifu kile alichokitaja kuwa vitisho vya kuuawa moja kwa moja, akisema vikosi vya usalama vimezingira boma lake na kuiacha familia yake hatarini. Mkewe bado yupo chini ya kizuizi cha nyumbani, huku yeye mwenyewe hajulikani aliko baada ya kusema aliponea chupuchupu kuvamiwa na jeshi siku ya Jumamosi. Katika ujumbe wa televisheni uliorushwa Jumatatu usiku katika runinga ya NTV Uganda, Wine alishutumu polisi kwa kuharibu nyumba yake na kusema kwamba kuondoka kwake kumemruhusu kuzungumza na ulimwengu, ingawa hakufichua eneo lake alipo. Kainerugaba anajulikana kwa machapisho yake ya moto ya usiku wa manane. Aliendeleza usemi wake zaidi kwa kujiita nabii wa Mwenyezi Mungu na kumrushia Wine matusi ya utu. Mkuu huyo wa jeshi ana historia ya kutoa taarifa za uchochezi mtandaoni, na mwaka uliopita alitishia waziwazi kumkata kichwa kiongozi huyo wa upinzani. Vitisho hivyo vipya vilifuatia kipindi cha utulivu usiokuwa wa kawaida kutoka kwa Kainerugaba wakati wa kampeni, lakini alirejea kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya ushindi wa babake, akichapisha mara kwa mara na kwa ukali. Katibu mkuu wa chama cha NUP David Rubongoya alikanusha shutuma kwamba wafuasi wa chama hicho walihusika katika vurugu, akisema wengi waliokamatwa walikuwa mawakala wa kupigia kura walioidhinishwa. Hata walikuwa na barua za kuthibitisha kuwa walikuwa mawakala wa kupigia kura wa NUP walilengwa na kukamatwa kwa nguvu, aliambia kituo cha utangazaji cha NTV Uganda. Maandamano ya kutawanyika yalizuka katika sehemu za mji mkuu siku ya Jumamosi baada ya maafisa wa uchaguzi kutangaza ushindi wa Museveni, lakini polisi wakatawanya umati wa watu kwa haraka kwa kutumia vitoa machozi na kuwazuia. Kabla ya upigaji kura, ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ilishutumu wanajeshi na polisi wa Uganda kwa kutumia risasi za moto dhidi ya mikutano ya amani, kuwakamata watu kiholela na kuwateka nyara wafuasi wa upinzani. Museveni aliye madarakani tangu mwaka 1986 ni mkuu wa tatu wa nchi barani Afrika aliyekaa kwa muda mrefu zaidi. Ushindi wake wa hivi punde unamaanisha kuwa anaweza kuitawala Uganda kwa takribani nusu karne hadi muhula wake mpya utakapokamilika mwaka 2031. Wine na chama chake wamekataa matokeo ya uchaguzi kwa madai ya kujaza kura, vitisho, kutoweka kwa mawakala wa kupigia kura na ukandamizaji mkubwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.